Yes. Tuangalie point nyingine. Luka sura ya kwanza. Luka sura ya kwanza. My God, my God. Oh my God. Makabasata. Luka sura ya kwanza mstari wa 26. Anasema hivi. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Luka 1 mstari wa 28 sasa anasema hivi. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Haleluya. Amen. Biblia inasema Mariamu akafadhaika, akajiuliza, lakini malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Amen. Wote tunajua Mariamu ndiye aliyemzaa Yesu, si ndio? Amen. Lakini ili Mariamu amzae Yesu, kwa sababu Yesu ndiye amebeba neema, itakiwa kwanza Mariamu naye aipokee nini? Neema. Yaani kitendo cha Mariamu kubeba ile mimba ya Yesu, naye akawa amebeba ile neema. Malaika akamwambia, umepata neema kwa Mungu. Amen. Jamani, hakuna mahali Mariamu alimwomba Mungu, Mungu naomba mimi nimzae Yesu. Hakuna mahali Mariamu alifunga na kuomba. Neema huwa tunapokea. Amen. Unanielewa? Amen. Uwezo kumomba Mungu. Neema hailetwi na maombi. Kuna kitu Mungu anakupa kwa neema yake, amejisikia kukupa hiyo neema. Kuna mtu ananielewa? Amen. Haleluya kwa Mungu. Amen. Yaani ni Mungu amejisikia akupe neema. Wewe kazi yako ni kupokea. Mariamu Mungu alimpa neema na Mariamu akapokea ile neema. Amen. Sasa ukisoma kwenye Biblia Yesu alipozaliwa, Biblia inaniambia kuna mamajusi walitoka mashariki, wanaenda kumtafuta Yesu. Wakasema tunasikia kuna mfalme amezaliwa. Wakasema tunamtafuta aliyezaliwa. Na wale mamajusi walikuwa wamebeba dhahabu, wamebeba uvumba, wamebeba vitu vya thamani. Haleluya. Amen. Ngoja nikwambie, Yesu alizaliwa kwenye hori la ng'ombe, si ndio? Amen. Yesu alizaliwa kwenye hori la nini? Ng'ombe. Lakini neema aliyokuwa nayo ilisababisha mamajusi wanaotoka mashariki waanze kuona kuna mtu yuko mahali, wakaanza kumtafuta. Amen. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu. Daudi, wakati nabii Samuel Mungu alimwambia aende kumpaka mafuta, alikuta Daudi hayupo. Amen. Alikuwa mafichoni. Wakatokea ndugu zake wote. Neema iliyokuwa juu ya Daudi ilisababisha japokuwa hayupo, alisubiriwa. Haleluya. Amen. Yesu japokuwa alizaliwa kwenye hori la ng'ombe, neema kuna watu iliwavuta. Amen. Kuna watu walitoka mbali wanamtafuta Yesu. Amen. Neema ikiwa juu yako huwezi ukafichika, mtu wa Mungu. Amen. Haijalishi wamekuweka kwenye poli gani. Neema itasababisha watu waliobeba msaada wako waanze kukutafuta. Amen. Kuna watu watatoka mbali wanakutafuta kwa sababu Mungu amekupa neema. Amen. Kuna watu watatoka Marekani kwa sababu Mungu amekupa neema. Kuna watu watatoka mbali wanakutafuta wewe kwa sababu Mungu amekupa neema. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kila anapokea neno la unabii. Amen. Kuna mtu anapokea neno. Haleluya. Amen. Yes. Yaani Yesu alizaliwa kwenye hori la ng'ombe. Hivi mtu aliyezaliwa kwenye hori la ng'ombe, how comes analetewa dhahabu? How comes analetewa uvumba, mane? How comes? Kama sio neema hiyo. Amen. Na wale watu walikuwa wamjui, lakini kuna neema iko juu ya Yesu kwa sababu Yesu ndiye aliyebeba neema. Haleluya. Amen. Alipozaliwa neema yake ikaanza kuongea. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, unaweza kama hauna kazi, unaweza kama hauna ndoa, unaweza kama hauna biashara, hauna kipato, lakini ukiwa na neema ya Mungu, hivyo vitu vitakutafuta mwenyewe. Ukiwa na neema ya Mungu, hauwezi kushinda maisha. Ukiwa na neema ya Mungu, biashara yako itainuka tu. Unaweza kama hauna cheti, ni sawa, lakini kwanza kuwa na neema ya Bwana. Inawezekana hauna hela, lakini mwambie Mungu, usinipe kwanza hela, nipe kwanza neema yako. Mwambie Mungu, usinipe kwanza kazi, nipe kwanza neema. Mtu mmoja aseme amen. Haleluya. Amen. Yes. Unajua kuna vitu watu wengi tunavidharau, lakini nakwambia hakuna kitu cha ajabu kama Mungu akikupa neema. Amen. Na hii neema unaipokea kupitia Kristo. Amen. Nasema asubuhi leo unaondoka na neema. Amen. Mwezi wa 4 tunatembea na neema. Amen. Mwezi tunatembea na neema. Amen. Kuna uwezekano hatuna hiki, hatuna kile, lakini Mungu anaachilia neema. Amen. Kuna vitu ulikuwa unavitafuta vitaanza kukutafuta kwa sababu neema iko juu yako. Amen. Daudi akasema wema
Haleluya. Amen. Mungu anaamua kukustahilisha vile vitu ambavyo ulikuwa ustahili, inaitwa neema. Mungu anakupa wokovu uliokuwa ustahili, inaitwa neema. Mungu anakupa kazi uliokuwa utakiwa kuipata, inaitwa neema. Niambie, Yusufu angepataje kazi? Kwanza yuko nchi ya ugeni. Cha pili alikuwa ameshtakiwa kwamba amebaka. Yuko amefungwa gerezani kwa mashtaka. Yuko ugenini, ndugu zake wamemchukia, kuna anayemjua, lakini Mungu alipompa neema, ile neema ilimtambulisha. Ile neema ilimtoa gerezani. Ikampa kazi mahali ambapo hajulikani. Ikampa kazi wakati hana cheti, kwa sababu kuna neema waga inatangulia mbele yetu. Neema ikiwa juu yako, nyota yako itaonekana. Wale mamajusi waliona nyota, wakasema hii nyota ni ya mfalme. Wakati Mariamu na Yusufu walipomzaa Yesu, walimwona ni mtoto wa kawaida, lakini neema ikasema huyo sio mtoto wa kawaida, huyo ni mfalme. Huyo ni mfalme. Kana na sakata. Pigie Bwana makofi mazuri. Haleluya. Hiyo ni kazi ya neema. Hiyo ni kazi ya neema. Neema ikiwa juu yako huwezi kufichika. Haleluya. Niweke mahali popote pona kupataka. Neema itawavuta watu. Amen. Watajikuta wamekufuata huko uliko. Amen. Kwa sababu kuna neema iko juu yako. Amen. Acha biashara yako waiweke mbali ya mji, lakini neema itawavuta wateja huko uliko. Kwa sababu hiyo inayofanya kazi ni neema. Na majusi walijikuta wako kwenye hori la ng'ombe, wanamtafuta mfalme, wakaenda kumlipia nyumba nzuri, wakamlipia nauli ya kwenda Misri, wakamlipia ile akula miaka 3 miaka 5, wakafanya kila budget iliyokuwa inahitajika kwa ajili ya Yesu kuishi, kwa sababu kuna neema ilikuwa juu ya Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yesu hakuwahi kukwama popote kwa sababu maisha yake yalikuwa yamejaa neema. Ondoa kila kitu, niachie neema ya Bwana. Utakuwa bado utanimaliza. Haleluya. Amen. Nifukuze kazi lakini usiondoe neema ya Mungu, utakuwa bado hujaribu chochote. Kwa sababu neema iliyonipa kazi ya kwanza itanipa kazi ya pili. Ondoa mali zangu zote. Kuna mtu mmoja anaitwa Ayubu. Shetani alienda akaharibu mali zake zote. Ayubu akapoteza kila kitu. Lakini Ayubu hakupoteza neema. Ile neema iliyompa mali za kwanza ilianza kuzungumza tena. Ikasema tunakurudishia. Tunakurudishia. Na Biblia inaniambia kwamba mwisho Ayubu alipata mara 2 kuliko ile aliyokuwa nayo kwanza. Kwa sababu kazi ya neema inahakikisha kwamba kile Mungu amekusudia kwenye maisha yako lazima kitimie. Haijalishi shetani ameleta upinzani kiasi gani, lakini yupo mtetezi wako ambaye atakutetea. Amen. Haleluya. Amen. Ayubu wakati anapitia ile mapito, wale marafiki zake walimwambia Ayubu, umemtenda Mungu dhambi, ndio maana umefiwa na watoto. Ayubu, umemtenda Mungu dhambi, ndio maana umepata hasara. Ayubu, kuna dhambi walimhukumu. Ilipofika Ayubu 19 mstari wa 25, kwa sababu Ayubu pia alijaribu kujitetea, akaona hata wamuelewe. Ilipofika Ayubu 19:25 akasema, najua mtetezi wangu yu hai. Amen. Hivi unajua kuna watu hata ukiwapa maelezo mangapi hawawezi wakakuelewa. Hebu niambie, mtu kama Yusufu baada ya kusingiziwa anatoa maelezo gani? Hata ujielezee vipi, mimi sijafanya, hawatakuelewa. Yule mama aliyekuwa amefumaniwa kwenye uzinzi, ninachompendea alikaa kimya. Amen. Akasema, mimi hapa hata nikijielezea vipi, nani atakayenielewa? Amen. Hivi unajua kuna issue tunazo kwenye maisha. Haleluya. Hapa naongea na watu fulani. Kuna issue wewe kupitia kwenye maisha yako. Kuna watu wenda wanajua maisha yako ya nyuma. Hata ukiwaelezea, niambie habari za Sauli. Sauli aliwaua watu wa Mungu. Yesu akaenda kumtokea Anania, akamwambia hivi, Anania, kuna mtu nimemuona ni chombo kiteule. Anania akasema hivi, Bwana, huyu Sauli unataka nikamuombee, ana mabaya mengi mno. Ameua watu wako wengi mno. Sasa Sauli anaweza kujitetea nini? Hawezi kujitetea. Lakini Yesu mwenyewe akaanza kumtetea, akamwambia, Anania, ngoja nikueleweshe. Huyo Sauli unaomuongea ni wa zamani. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Yesu akaanza kumuelewesha Anania, akamwambia, baraka uliokuwa unamjua ni baraka wa zamani. Baraka leo ongea na wewe sasa hivi ni baraka mpya. My God. Kuna watu wanakujua wewe wa zamani. Kuna watu wanakujua wewe wa mwaka jana. Wanakujua wewe wa mwaka 2020. Lakini Yesu anasema hivi, anataka akutambulishe kwa upya. Watu wajue kwamba wewe ni chombo chake. Wewe ni mtumishi wake. Anaagana na maisha yako kwa sababu ameachilia neema usiyostahili. Ameachilia juu yako. Amen. Haleluya. Amen.
hatuwezi tukajielezea. Kuna vitu hata tukijielezea mwaka mzima watu hawawezi wakatuelewa. Hawawezi. Kuna watu hata uambie wewe ni mtumishi wa Mungu hawatakuelewa. Amen. Kuna watu hata uambie umesoma, uwape vyeti, hawatakuelewa. Ila subiri siku neema ianze kusema kwamba huyu ni mtumishi wangu, kwamba huyu amesoma, kwamba huyu ana hekima, kwamba huyu anaweza biashara. Acha siku neema ianze kuongea. Kwa waliokuwa wakuelewi watakuelewa. Waliokuwa wamekukataa watakukubali. Amen. Haleluya watu. Amen. Yes. Hiyo ni kazi ya neema. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Neema ikiwa juu yako huwezi ukafichika. Amen. Neema ikiwa juu yako huwezi ukafanya nini? Huwezi ukafichika. Yes. Yes, inawezekana kwa muda kitambo unaweza kuonekana kama vile uko mwenyewe. Lakini neema haijaondoka. Amen. Tumalizie pointi ya mwisho. Neema inakutofautisha. Amen. Jiambie neema inanitofautisha. Neema inanitofautisha. Sema kwa sauti neema inanitofautisha. Neema inanitofautisha. Ukisoma Mwanzo sura ya 6. Mwanzo sura ya 6, ngoja nianze mstari wa 5. Anasema hivi, Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana anagairi ya kwamba nimewafanya. Amen. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Yani Mungu ameiangalia dunia, ameona wote wametenda maovu. Yes. Wote wamekosea. Amen. Mungu ameshasema kwamba ninakwenda kuangamiza. Biblia inaambia kwamba Nuhu akapata neema. Amen. Kwa kilichomtofautisha Nuhu ni neema ya Bwana. Haleluya. Kilichosababisha Nuhu asiangamie pamoja na wale wengine ni neema ya nani? Ya Bwana. Hebu nisikizeni vizuri. Yani kuna uwezekano wanafunzi mpo, haleluya. Amen. Nitolee mfano wa wanafunzi dakika moja. Yani kuna uwezekano darasa zima linaonekana limeshashindwa, yes, na imeshapitishwa. Alafu wewe unapata neema. Wakati ule mstari walioshinda unapitishwa chini yako. Yaani wewe unakuwa wa mwisho haleluya. Kuna neema Mungu akiachilia juu yako itakutofautisha tu. Haijalishi kwenye familia yako wengine watakutana na nini. Kuna neema itakufanya wewe usikutane na hayo mambo. Haijalishi wengine watakwama, ila kuna neema itakufanya wewe usikwame. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nuhu alipata neema. Amen. Asubuhi leo upate hiyo neema katika jina la Yesu. Nasema asubuhi leo upate hiyo neema. Amen. Neema ya kukutofautisha. Amen. Neema ya kusababisha leo wapata wengine asikupate wewe. Kinachoangamiza wengine kisikuangamize wewe. Hiyo neema ikae juu yako katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Sasa hii neema huwa tunaipokea. Huwa tunafanya nini? Tunaipokea. Warumi sura ya 5 mstari wa 17 anasema hivi. Warumi 5:17 anasema hivi. My God. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja. Anasema wao wapokeao wingi wa neema. Ukisoma ile Yohana 1 tulisoma mstari wa 16 anasema katika utimilifu wake sisi sote. Tuko pamoja hapo? Amen. Yohana 1:16. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi wangapi? Sisi wangapi? Sote tulipokea neema juu ya neema. Neema huwa tunaipokea. Amen. Yaani hamna kitu unatakiwa ufanye ili Mungu akupe neema. Neema wewe unatakiwa kufanya nini? Kuipokea. Mungu huwa anatoa, alafu sisi tunapokea. Amen. Wewe kazi yako ni kupokea. Amen. Uwezesho wa kiungu, huu msaada wa kimungu ambao haustahili, Mungu anapokuachilia, wewe unapokea hiyo neema. Amen. Sasa ukitafakari mambo kama ambayo tumejifunza kwa muda mfupi, utakuwa kama Daudi, nimrudishie Bwana nini? Amen. Unajua wapendwa wengi, tuna vitu vingi sana tunavyomwomba Mungu kwa sababu hatujaijua neema. Amen. Ukijua neema, kuna mambo utagundua Mungu alishaka kujibu kabla hujamwomba. Haleluya. Ukisoma ile Isaya 65
mstari wa 24 anasema kabla hawajaomba nitajibu. Mariamu hakuomba. Nuhu hakuomba kwamba Mungu ninakusihi hii gharika mimi nisiangamie. Nuhu hakuomba. Amen. Nuhu alishangaa tu amepata neema ya kutokuangamia. Tuko pamoja watu wa Mungu. Hakuomba. Ni neema ilimjilia. Yeye alichokifanya aliipokea. Mariamu alipoletea ile neema, yeye alichokifanya aliipokea. Akakubali kile ambacho malaika amemwambia. Akasema hivi, malaika mimi ni mjakazi wa Bwana, niko tayari. Haleluya. Ngoja niwaambie mtu wa Mungu. Mungu anapokuwa anakuletea neema, jifunze kupokea. Amen. Naomba nirudie tena hii sentence. Ni sentence rahisi lakini unaweza ukashindwa kuitendea kazi. Leo hii tuna watu wangapi wanakufa wanaenda kwa shetani kwa sababu wamekataa kumpokea Kristo. Mmekataa neema. Biblia inasema neema iwaokoe wanadamu wote. Imefanya nini? Imefunuliwa. Imefunuliwa. Ni neema inayookoa wanadamu wote. Haijafunuliwa kwa ajili ya watu wawili. Imefunuliwa kwa ajili ya kila mtu. Amen. Ni wangapi wanaipokea? Nuhu alipata neema machoni pa Bwana. Lakini nikwambie ukweli, kama angekataa kujenga safina, angekuwa ameshindwa kupokea nini? Hivi kuna mtu ananielewa? Amen. Kuna watu wengi sana Mungu anawapa neema wanashindwa kupokea. Umewahi kukutana na wale wadada ambao aliwahi kuchumbiwa kabisa na mtu sahihi akamkataa? Amen. Alafu sasa hivi analia, baba sina ndoa. No. Think twice. Kuna siku Mungu alikuletea neema ukaikataa. Yule mama wa Sarepta wakati kuna njaa, amebakiza chakula cha mwisho anaelekea kufa. Mungu alimtuma Elia. Nenda kwa yule mama akulishe. Yule mama ile ilikuwa ni siku anatakiwa kufa. Mungu alipomtuma Elia ile ilikuwa ni neema. Amen. Yule mama kumpokea Elia alikuwa anapokea nini? Neema. Kwa ndio soma kwenye Biblia anasema wengine wanapokea malaika pasipo kujua. Kuna watu Mungu anawatuma kwenye maisha yako, ukiwapokea umepokea neema. Kuna watu ukiwakataa kwenye maisha yako umekataa neema. I tell you the truth. Soma habari za Lutu alipojitenga na Ibrahimu. Akawa amejitenga na neema. Amen. Kumbuka Lutu wakati Ibrahimu Mungu wakati anamuita Lutu alikuwa hana chochote. Akaanza kumfuata Ibrahimu. Wakati Lutu anamfuata Ibrahimu, Mungu akaanza kumbariki Lutu. Amen. Baraka zilikuwa sio za Lutu. Aliyekuwa kwenye agano ni Ibrahimu. Lakini Mungu aweza akakubariki alafu baraka zisiende kwa watu wengine. Kumbuka wakati Yesu anabariki mikate. Ile mikate Yesu alikuwa anabariki kwa ajili ya wanafunzi wake. Lakini Biblia inaambia kwamba yalibaki masazo ya vikapu 12. Vilikuwa kwa ajili ya nini? Maana yake kuna watu Mungu amewatendea muujiza, amewabarikia mikate. Lakini watakula mpaka na wengine ambao ilikuwa wako nje ya budget watapata. Hivi kuna mtu ananielewa? Mungu anapokubariki lazima watu wengine ambao wako nje ya budget ya zile baraka wapokee zile baraka. Kwa maana wakati Yesu anamwambia Petro zishusheni nyavu, waliposhusha nyavu walivua wakapata samaki wengi, walijaza mtumbwi wao ukajaa mpaka wakawaita washirika wao na wale wengine ambao hawakusikiliza neno, hawakuzishusha nyavu na wao wakajaza chombo chao. Kwa sababu gani? Mungu amembariki Petro lakini Petro hawezi akabarikiwa alafu baraka zisionekane kwa watu wengine. Anasema amen. Mungu akikubariki baraka lazima zitaonekana na kwa watu wengine. Lazima. Ibrahimu akabarikiwa, baraka zikaonekana mpaka kwa Lutu. Lutu akajisahau. Akasahau kwamba anabarikiwa kwa sababu ya Ibrahimu. Akajitenga naye. Kilichotokea alijikuta kwenye nchi ya Sodoma. Amekaa pale siku si nyingi, Sodoma inakuja kuchoma moto. Ni kweli Lutu aliokolewa na Biblia inasema Lutu aliokolewa kwa sababu Ibrahimu alimuombea. Yale maombi ambayo Ibrahimu alikaa na Bwana akamwomba Mungu taangamiza wenye haki na wasio haki, ilikuwa ni kwa ajili ya Lutu. Mungu akamhurumia Lutu akamuokoa. Lakini Lutu hakuondoka na mali yoyote, aliondoka mikono mitupu. By the way hata mke wake alimpoteza. Kwa Lutu alipoondoka kule hata mke alikuwa hana. Ampata faida gani? Ampoteza kila kitu. Kwa nini? Wakati yuko na Ibrahimu Mungu alikuwa amempa neema akaikataa ile neema. Nisikilizeni watu wa Mungu. Watu nao waona wanatembea mjini. Watu nao tuona tuko hapa mjini. Hatufanani. Watu hawafanani. Kuna mtu kimkataa umekataa neema yake. Nakwambia ukweli. Nakwambia ukweli. Kuna mtu kimdharau unadharau neema yake. Niambie habari za Yusufu. Ndugu zake walimchukulia poa, wakamuuza utumwani, wakamtupa kwenye shimo. Mungu angewafunulia wangelia kwa sababu wanapomtupa Yusufu wanaitupa neema yao. Wanapomuuza utumwani wanaiuza neema yao. Wanachukia neema, unafanya vita na neema yako ya kesho. Yaani neema itakayo kuokoa kesho leo unaipiga vita. Kuna watu wengi wanafanya hayo makosa. Neema huwa tunaipokea. Amen.
lazima ujifunze kama kupokea neema. Amen. Paulo anasema tunapokea neema. Yohana akaandika akasema sisi sote katika utimilifu wa Kristo tumepokea neema juu ya neema. Maana yake neema, ukipokea neema haitoshi kuwa na neema tu ya kawaida, unatakiwa upate neema juu ya neema. Maana yake neema inatakiwa iende inaongezeka. Ndio maana wakati anaandika Petro akasema neema na amani ziongezeke kwenu. Wakati Petro anamaliza waraka wa pili, ule waraka wake wa pili akasema hivi mzidi kukua katika neema na katika kumjua Bwana. Maana yake kuna namna unaweza kaendelea kukua katika neema, ukaendelea kuongezeka katika neema. Kuna namna neema yako inaweza kaongezeka. Japokuwa mwanzo wako ni mdogo, lakini neema inaongezeka na mwisho wako unaongezeka. Neema kwenye biashara inaongezeka na biashara yako inaongezeka. Neema kwenye kazi yako inaongezeka. Watu wanashangaa unazidi kupandishwa vyeo kwa sababu kuna neema Mungu amekupa. Unajua namna ya kuipokea. Kama neema ya mwaka jana, sasa kutembea nayo mwaka huu. Mwaka huu nataka Bwana nipokee neema nyingine ili maisha yangu ya mwaka huu yawe na tofauti na maisha ya mwaka jana. Nipe neema yako. Nipe neema yako. Shakara basaka ya Baba. Makataka bakasata la bagada. Mandala basaka takabakata. Makataka basaka takabalaga. Mandala basaka takabala. Haleluya. Amen. Tunahitaji neema ya Bwana. Kuna vitu vingi tunafanya kwa nguvu zetu. Tumetumia nguvu zetu, tumechoka. Petro akasema tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, hatujapata kitu. Niambie wewe ungekuwa ni Petro ungefanyaje? Yesu alienda kwenye boti ya Petro. Ile siku Yesu anaenda kwenye boti ya Petro, usiku wake Petro alikuwa amefanya kazi na hajapata kitu. Amen. Angalau anahitaji aende kupumzika. Angalau anahitaji aende akatafute mboga ya kupelekea familia kwa sababu hana hata mboga ya kupelekea familia. Alafu labda anataka atoke, Yesu anakuja. Amen. Petro Yesu akamwambia naomba unipe boti yako. Na Yesu alikuwa anajua kwamba Petro ana tatizo. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu. Kuna watu wengi waga waelewe. Mungu anajua una tatizo. Amen. Lakini Mungu akija kwako, cha kwanza akimbilia kuondoa tatizo. Cha kwanza anakimbilia kukupa neema. Anakimbilia kukupa neema. Kwa sababu ukiwa na hiyo neema itakuondolea hilo tatizo. Amen. Petro akampokea Yesu. Kumpokea Yesu alikuwa anapokea nini? Neema. Alikuwa anapokea neema. Amen. Mariamu akaambiwa kwamba unatakiwa umzae Yesu. Yes. Mariamu alikuwa na uwezo wa kukataa, na kuambia ukweli. Na angekataa ile neema ingeenda kwa mtu mwingine. Sema Baba nisaidie. Baba nisaidie. Neema yangu isiende kwa mtu mwingine. Neema yangu isiende kwa mtu mwingine. Nifundishe kupokea neema yangu. Nifundishe kupokea neema. Ile neema ambayo ni kwa ajili yangu. Ile neema ambayo ni kwa ajili yangu. Baba naomba unijalie. Baba naomba unijalie. Niweze kuipokea. Niweze kuipokea. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Yes. Na hapo shetani ndipo atakapokupigia vita. Ushindwe kupokea neema. Sababu neema. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu. Mungu akikupa neema unahitaji kufunga na kuomba. Amen. Neema inafanya vitu vije bila wewe kuhangaika. Ndio maana ukijua neema utashukuru. Amen. Hivi yule mwanamke alimuomba Yesu chochote? Kwamba Yesu niokoe. Kwamba Yesu hapa usiniache nikafa. Hapana. Kwamba Yesu usiruhusu nipigwe kwa mawe. Hapana. Yeye alipokea ile neema. Amen. Akasema huyu Mnazareti nimekutana na wanaume wengi wameniacha vibaya. Na huyu wa mwisho ndiye ameniingiza kabisa kwenye hatia ya kuuawa, kupigwa kwa mawe. Lakini leo nimekutana na Yesu Mnazareti. Nimekutana na Yesu Kristo. Yesu akamwambia leo ni siku yako ya kuwekwa huru. Haleluya. Yes. Watu wengi wanafikiri kwamba siku umetenda dhambi Mungu hawezi kukutokea. Sio kweli. Mwambie jirani yako sio kweli. Sio kweli. Haleluya. Amen. Yes, sio kweli. Unajua kuna sichochei kwamba watu wakatende dhambi. Lakini nakwambia hivi neema ya Mungu inaweza kukukuta katikati ya dhambi. Amen. Hivi Paulo neema alikutana nayo wapi? Alikuwa anaenda kanisani? Alikuwa anaenda kutoa sadaka? Alikuwa amebeba fungu la 10? Alikuwa anaenda kuua watu wa Mungu. Yesu akamtokea. Na Yesu akikutokea neema imekutokea. Neema ilimtokea wakati anaenda mahali pabaya mno. Amen. Rahabu wakati anapokea wale wapelelezi, yeye hakuwa kwamba anapokea wapelelezi, yeye ndio anapata biashara hapa. Akasema nimepata biashara. Hawa watu tena hawa Wayahudi watanipa hela ya kutosha. Alipofika ndani akashangaa watu wanaanza kunena shatabakatolia. Rahabu akaanza kushangaa, hawa vipi? Mbona mimi nilitoka kwamba nimepata watu wenzangu ambao tena tunaanguka nao kwenye uzinzi? Wakasema wewe leo tumekuja tunataka tukuokoe wewe na nyumba yako na wazazi wako na dada
hizi mwisho wake nitakufa vibaya. Akasema ninajiambatanisha na ninyi. Soma kwenye Mathayo utaona Rahabu ameorodheshwa kwenye ukoo wa Yesu. Kwa sababu kuna siku aliwapokea wale wapelelezi. Mtu mmoja aseme amen. Haleluya. Amen. Yeye Rahabu alikuwa kwenye biashara. Na wale wapelelezi walijua kwamba tukiingia nyumba nyingine hatutapokelewa. Ndio. Tuingie kwa yule ambaye anapokeaga watu. Amen. Kwanza watu hawatatujua. Kwa sababu ile nyumba imeshazoeleka. Waga kila mtu anaingiaga mle. Sisi tuingie. Wakaingia. Unajua kwa nini Yesu alisema muwe na busara kama nyoka? Haleluya. Kuna kipindi sisi tuliokoka tunatakiwa tuenende, watu wanaweza kufikiri kwamba na wewe ni mtenda dhambi mwenzao, kumbe wewe umebeba nuru. Haleluya. Waliingia kwa Rahabu, inaweza kaonekana vile wenyewe wameenda kuzini, hawajaenda kuzini, wamepeleka wokovu. Yesu alikula na wenye dhambi. Watu walisema huyu ni rafiki wa makahaba, ni rafiki wa watoza ushuru, lakini Yesu hakuwa amekaa nao ili afane nao. Hakuwa anakaa nao ili afanane nao, alikuwa anakaa nao ili awabadilishe wao ndio wafanane na yeye. Tumoja aseme amen. Haleluya. Amen. Hiyo ndio kazi ya neema. Neema inakubadilisha wewe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Neema inakubadilisha wewe. Kuna watu wamepokea neema wakiwa katikati ya uharibifu. Ipo damu ya Yesu inaonena mema. Haleluya. Biblia inasema hata dhambi zenu zijapokuwa nyekundu nitazisafisha. Neema ya Mungu haiogopi dhambi zetu. Tuko pamoja watu wa Mungu. Neema ya Mungu haiogopi nini? Dhambi. Haiogopi dhambi zetu. Inaweza kuziondoa. Inaweza kuzisafisha. Amen. Inaweza ikatuondolea hukumu na hatia, condemnation. Inaweza kaondoa. Amen. Alafu tukawekwa huru na tukawa huru kweli kweli. Hebu simama kwa miguu yako. Glory to God. My God, my God. My God, my God.